Naam, karibu tena mtazamaji. Naam, tunaarifa kwamba tunaenda moja kwa moja kwa mada. Hatuna ile taarifa ya HSBC. Tulikuwa tunazungumzia mambo ya Valentine, wengi wakisema kwamba hakuna maua ambao wamepata siku ya leo. Wanasema mmoja ameniambia niache kuchoma sana. Huyu ni Brayo kutoka Siboti. Ndio kama kina Muraya na kina Nimrod hawasumbuki, maana kama mashabiki wa Manchester wanawapa wake zao zile t-shirt za red. Ndio zawadi hizo ambazo basi kama mwingine anasema Valentine Day ni lini? Lini libamba sana kwanza. Wanasema time roga walifurahi sana, wakaona kwamba kweli kulikuwa na Valentine siku ya leo. Kwa hiyo kuna kitu ambacho Lulu ni cha maana katika siku tukizungumza, kwa sababu watu wanachukulia kama jambo la mzaa, lakini ni siku ambayo kwa kweli inaleta matatizo kwa wanandoa, kwa sababu kuna wengi ambao sasa hivi yategemea vile unavyoiona. Yategemea kwa sababu hakuna matarajio. Wajua sasa ingine inaweza kuwa ni siku ya wapenda nao, mtu akaonesha namna ya kuonesha upendo. Lakini sasa hivi wale wanaopendwa wana matarajio yao. Si ati wewe utuoneshe unavyotupenda kwa namna yako. Wana namna yao ambao lazima waoneshe, na hiyo isipopatikana hiyo yako ambayo ni namna ina gani? Sijaielewa, naona wekundu tu umekithiri kila mahali. Sijaielewa. Kwa hivyo una habari? Sina habari. Na sitaki kujishughulisha. Mtazamaji, acha tuzungumze na walioishi kuona mengi, tujue kama pia wao hii siku wanaibeba vipi. Nizungumze na Miriam wa Migomba aliye Dar es Salaam Tanzania, na pia vile vile Bi Msafwari aliye kaunti ya Mombasa. Bi Msafwari, hebu tuambie, katika hii siku ni kwamba ni siku ya wapenda nao, lakini imefikia sehemu kwamba wapenda nao wana matarajio na asipoyapata hali inakuwa shwari katika maisha yao. Hapo ndio inakuwa vibaya, kwa sababu kulingana na maisha vile yalivyo, maisha ni magumu, na sioni kwamba hii siku iwe kwamba ndio watu wakosane kwa ajili ya mapenzi. Mi naona kama hii ni kitu tu, yani hii siku ya Valentine ni kama siku ya kunogesha mapenzi ama kupalilia zaidi. Ni kama tu siku yote ile ambaye ni ya sherehe, watu wanaweza kwenda, unaweza kumchukua mke wako ukaenda naye kwa sherehe. Kwa hivyo sioni kama ni kitu kinaweza kufanya watu wakakosana ndani ya nyumba wakawa haelewani kwa sababu ya siku hii ya leo. Manake mapenzi ni kila siku, kila wakati. Tusiweke tu hii tarehe ya leo ndio ya mapenzi peke yake. Kila wakati kuwe kuna mapenzi nyumbani, kuwe kuna kuheshimiana nyumbani. Lakini mimi sioni ni kwa nini watu wakosane kwa sababu ya hii tarehe. Hatujasema kwamba mapenzi si kila siku, ni kila siku, lakini kuna siku yananogeshwa zaidi. Ndio maana huwa kuna ndoa, siku ya ndoa watu wana sherehe. Kunogesha ni kama vile kupalilia. Kwa hivyo ikiwa kwa mfano ni kama kwa mfano haikutokelezea, kwa mfano ikawa kuna manake katika kule kunogesha ama kule kuifanya iwe tamu zaidi ni mpaka kuna gharama. Lakini kama hazitapatikana, watoto wameenda shule juzi, wametumia school fees, sasa yaweza kuwa kwamba labda ule uwezo hakuna. Ni vizuri watu waelewane, uelewe kwamba labda school fees haikuwa ilimaliza pesa, sasa, kwa hivyo pesa hazipatikani. Hapo ndipo mnapokosea. Wajua Valentine haimaanishi kwamba tunapeana vitu vyenye thamani. Kuamka tu kumwambia mwenzako kwamba happy Valentine's Day pia ni zawadi tosha. Sio lazima mnunulie kitu tukatia masuala ya school fees. Ngoja mwanangu nimwambie. Sisi watu weusi ni watu weusi. Haya mambo sana yamechangiwa na uzunguni. Sasa hata mimi nikiamka asubuhi nikikusalimia asubuhi naona kama kwangu inatosha. Kwa hivyo tusibebe kama kwamba tuichukulie basi tukosane kwa nyumba kwa sababu haikutokezea. Mimi sioni kwa nini tukosane. Mapenzi ni kila siku, na hata hii siku ni kama vile tu kwenda out. Kwa hivyo tukichukulia kwamba ni mtu apewe maua, si utaenda tu uchukue hata bougainville uje umpatie mwenzi. Hata bougainville inatosha. Na Bi Msafwari, Mungu akuzidishie umri na afya. Amina mwanangu. Maana busara hizo zitahitajika katika siku za usoni. Wasema zidi kutupotosha. Hapa ametupotosha. Manake hii sikukuu sio Afrika peke yake. Tukisema kwamba mambo ya ngozi nyeusi, kuna sikukuu nyingi pia tutazisherehekea. Nyingi hazijatoka huku. Tukasema hii mambo ya Kiafrika. Ameeleza yule Bi Msafwari kwa kinaga ubaga. Na kama mtu ameweza ndio maana maua hayajapeanwa leo.
Mshajua mwalimu wa mtu. Wajua kuna mchezaji mpira anayependa kadi nyekundu. Twende kwa Miriam tusikie. Miriam, karibu. Asante sana. Lulu kuna kitu amekigusia kwamba unapolala unaamka unatamani uambiwe happy Valentine. Anaweza mtu akakutamkia lakini moyoni wala hayuko na wewe, ila ameamua kukuridhisha. Kwa mfano siku kama ya leo Endelea Miriam. Lulu unasema? Nasema heri pia kudanganya. Kwa mfano siku kama ya leo lakini ni heri atakaye kudanganya ama atakaye kuambia ukweli. Kwa mfano kuna siku kama ya leo kuna watu wana kumbukumbu ama kumbukizi ya maumivu ambayo inawezekana kabisa alikuwa na mtu wake ndani ya uhusiano, wametengeneza uchumba, wanataka kwenda katika maisha ya ndoa, lakini alikuwa na mtu ambaye aliweza kumshawishi aingie kwenye uhusiano wake. Lakini leo hii kuna mtu aliyekuwa anamfuatilia mwanamke ama mwanamke alikuwa anamfuatilia mwanaume, amempata kwa sababu ya kumshawishi hayo maua, lakini ya kumshawishi kwenye zawadi, lakini hatimaye akaacha penzi lake lililokuwa la kweli na la dhati, akaamua kwenda kwa yule ambaye aliyejenga upendo ule wa siku hii moja, ambapo akaamua kumpelekea ile zawadi na yeye akaamini kuna hiyo. Lakini upendo huo unajengwa kila siku. Kwa leo hii kuna wanandoa ameasahau mabaya akayabeba mema ya mwanaume. Mimi wale nampa kongole. Lakini je, kesho Jumapili na Jumatatu na Jumanne mpaka kumaliza mwaka huu 2026 atafanya mahaba kama aliyofanya leo? Ndipo anapoamka kesho ataamka na mabaya. Ukumbuke sasa hivi baadhi ya wanandoa ni maadui lakini leo wameamua kuonesha, wamefanya kwa mihemko. Leo kuna wanandoa wamefanya kwa mihemko, lakini hii mihemko walioifanya walitakiwa wafanye kwa hisia ipate kwenda. Mimi kwanza au pia nawapa hongera, lakini pia nataka niwakumbushe kwamba baada ya Valentine kuna maisha yataendelea. Je, utayafanya kama ulioyafanya leo? Kwa sababu wanasema siku zote mbaya halisi na wema akosi. Ni kweli, umekumbuka wema wake, umefurahiana. Leo hii kuna watu wameombeana msamaha. Leo hii kuna mke leo kamrekebisha mume wake tai, kamweka vizuri. Leo hii kuna mwanamke kamkisi mume wake akati anatoka. Lakini leo hii kuna mwanaume kamuuliza mke wake, nikuletee zawadi gani? Ama la unataka zawadi gani? Ama leo ameamua kuwatoa familia yake. Lakini haya yataendelea ama ndio tutaendelea mpaka mwakani tena 2027 mwezi wa pili. Naam, pole sana Miriam, kwa najaribu kufafanua kuhusiana na kile anasema kwamba ikiwa unalolifanya ulifanye kwa dhati ya nafsi yako. Usilifanye kwa miemko kwa sababu wenzako wanafanya, na usilifanye kwa shinikizo kwamba uonekane ulifanya. Nafikiri lakini kuna kitu tunakosea Rashid, sio lazima ati watu waone. Wajua mapenzi baina ya watu wawili. Alipokuwa anaeleza, wajua anaongesha kama maneno yangu. Mimi nakueleza aliyokuwa anazungumza Miriam, si mimi. Miriam. Nilikuwa bado naendelea. Naam. Kwa hiyo kwamba nataka niwaambie mapenzi, sema mahaba, sio mapenzi. Mapenzi ni baina ya mke na mume wakiwa chumbani. Nazungumzia mahaba. Mahaba haya kumbe yanatakiwa yawepo kila siku. Hata kama mnapokoseana, kwamba leo mume umemkosea mke usilibebe ukaliweka rohoni ukatembea nalo, hatimaye ukaenda kutengeneza chuki, ukasema simtaki mwanaume, nataka niondoke. Lakini hata mume pia ukumbuke huyu mwanamke amekukosea, lakini unatakiwa pia umsamehe. Lakini leo hii watu wamesameheana, lakini katika kusameheana leo hii wakapelekeana na maua, na saizi watu wametoka wamekwenda kula na wameungana na familia. Je, nazungumza mahaba haya yatakuwa ni endelevu ama mahaba haya yataishia leo tarehe 14, kesho ngoma imesimama, mke ana domo la mbwa,
mume ana domo la simba. Hatimaye kila mume fundi rangi, mke fundi rangi. Na maanisha fundi rangi, mume kageukia ukutani, mke kageukia ukutani. Lakini kama unataka kuyajenga mahaba, basi leo hii umeamua kuyaboresha, basi kuyaendeleza. Ndio ili kupunguza talaka. Nazungumzia katika Afrika watu wanaongoza kwa kupeana talaka. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu wamepunguza ile nafsi ya kumpenda mtu, wameutengeneza chuki. Leo hii mimi Rashidi, ukiwa mume wangu, nitakusanya mabaya yako yote ndo natembea nayo kwenye nafsi. Lakini kumbe wewe Rashidi mbaya halisi na wema hakosi. Lakini huyo Rashidi leo siku zote niliyokusanya mabaya yake, leo Rashidi nimemwona heri ya shati bovu kuliko mgongo wazi. Lakini kuna kitu Rashid sikielewi. Mbona ikija sikukuu hii ya Valentine kuna vikwazo vingi, kila mtu ana interpret vile anataka. Kwani siku ya Valentine ya kina nani? Ya wapenda nao tu, kuonyesha mapenzi. Masa mapenzi yako kwa jinsi, kwa kila mtu. Kwa jinsia gani? Sio lazima bibi na bwana, pia mayatima. Waeleza vizuri, mimi napenda maelezo yako. Nauliza tu siku ya Valentine, yani kwamba ni kwa jinsia moja kuna kitu Miriam amesema. Anasema kwamba watu wapendane kila siku. Ndio tunapendana kila siku, lakini leo imetengwa mahsusi kwa hii. Yani kwa hii ndio nini? Hapo ndio utakaonyambia. Yani watu waoneshe mapenzi excess. Sijui unanielewa. Kama ni siku, unajua pia birthday tungekuwa tunasema mtu uzaliwa kila siku, mbona washerekea April? Yani hii siku hii siku ni matarajio. Mbona ina vikwazo vingi? Hii siku hapana nao matarajio yake wana. Watu wanataka kufanywa mambo mazuri na sio wanawake peke yake, paka wanaume. Sasa hapa unaongea vizuri sana. Lakini mwafanya nini? Umesema watu wote watuambia tufanya nini? Waulize watu wote Rashidi. Naam. Rashidi. Naam Miriam. Matarajio ya wengi leo baina ya mwanamke mwanaume ni kuoneshwa mahaba kabisa. Yani kama napendwa, umeona Lakini matarajio yangu haya natarajia yaendelee, nisione rangi nyeusi. Lakini sisi ni binadamu, lazima nitakuonyesha uhalisia wangu. Mimi ni Mariam, lazima ninune. Mimi Mariam lazima nichukie. Mimi Mariam lazima tugombane. Mimi Mariam lazima tutofautiane. Lakini huo ndo uhalisia wangu. Sasa utakuja kusema mbona siku ya Valentine hukunionyesha hivi? Ulinionyesha mahaba mazito sana. Ukumbuke huyo ni mwanadamu. Lakini ukienda na matarajio haya ya leo uliyopewa, nataka nimwambie mwanamke yoyote ama mwanaume yoyote, unaweza ukadondokea pua, wa kukunyanyua hakuna. Kwa sababu huyo utakuja kuiona rangi yake, kama ni blue, kama ni kijani, kama ni nyeusi. Na ndio maana tunapaswa kuambizani. Nataka nikwambie Rashidi, kuna sehemu 3 ambazo sehemu ya kwanza leo wanaoneshana mahaba mazito, kufichana, unaficha makucha yako yote. Lakini sehemu ya pili mimi nafichua makucha yangu yote, na sehemu ya 3 ndo nimeingia katika familia. Na ndio maana hata mwanamke namwambia, unapopata mtoto ni lazima uegemee. Kuna baba, kuna mtoto. Lakini kuna baba, kuna mtoto ambayo tuko leo. Lakini ili haya yaende, mimi nikiegemea kwa mtoto, baba nimemfukuza. Na nikiegemea kwa baba zaidi, mtoto nimemwathiri. Lakini lazima ni balance. Lakini nazungumzia kwa wapenda nao ambao anafikiria haya aliyoonyeshwa leo basi ataonyeshwa 2026 yote. La hasha. Wani kama leo Miriam ameletewa maua ya white. Lakini mimi naona maua. Kuna kitu ambacho amesema, kama wafikiria kwamba walionyeshwa, maana nazungumzia walionyeshwa. Kama wafikiria kwamba utaonyeshwa hivyo mwaka wote 2026, la hasha. Kauli ile ya Miriam. Kwa hiyo kile kidogo ulichopata leo, kama umepata, ridhika nacho. Na kama hujapata Miriam, na kama mtu hajapata, mimi nanuku Miriam. Nanuku Miriam. Haina shida, nasema na kama hajapata inakuwaje? Miriam ataeleza. Mimi mtazamaji ni tu nitamwambia kwamba unapokuwa katika funzo zuri maishani, unapokuwa unaendesha gari, kuna rangi 3. Kuna ya njano inakwambiaje? Kaa tayari twende. Ya kijani kibichi inakwambia twende. Nyekundu inakwambiaje? Stop. Yani ustop kwa hilo penzi. Inakwambiaje? Stop kwa hilo penzi. Usijaribu kusonga mbele wala kurudi. Usiende mahali kwingine. Stop mahali ulipo mtazamaji, wala usiendelee na hiyo maneno ambayo unabebeshwa lazima. Ukiona nyekundu stop. Subiri green itaanzia kesho. Ila ulisema uliye naye anajitahidi.
Uliye naye anajitahidi kwa mambo mengine ya kimsingi, nampenda, maana haya mambo haya huwa anayo. Uliye naye mimi, yani mimi nampenda kitu kimoja, anipi stress na vitu vidogo vidogo kama hivi. Basi kwako uliye naye mimi, na mimi wako naye kasi. Mimi niliye naye hajitahidi, na niliye naye hana habari kabisa. Ajishughulishe kama wangu.